Hii ni sehemu ya pili. Nimeona hili jambo ni la muhimu sana, niliwekea sehemu ya kwanza. Ile video ya kwanza itakuwa sehemu ya kwanza na hii ni sehemu ya pili. Tumezungumza habari ya kutengana, kwamba kuna madhara lazima tutayakabili na tunaendelea kuyakabili hata sasa hivi. Lakini sehemu ya pili labda nielezee zaidi kwamba ni vitu gani ambavyo vinatumika kama hila ya kuendelea kutuvuruga. Na moja ni wale ambao tayari wanadhani wao wana uwezo mkubwa wa akili kutokana na elimu zao, na hii elimu dunia, elimu ya makelele, au wamefanikiwa sana katika mabiashara yao, wana mapesa wanayodhani wanaweza kufanya jambo lolote lile, wamefika mahali wamelewa zile pesa au yale maisha ya namna hiyo, na kuona kwamba wanafurahia sasa kuona wanaendelea kuwatumikisha wengine wao watumwa wao ili waendelee kunufaika zaidi. Yaani tuseme wananufaika kutokana na hasara za walio wengi. Hilo na lenyewe ni tatizo. Lakini sasa habari njema ni hii. Sisi tunaendeshwa kwa mawimbi. Mawimbi yakishakuwa yamelingana na mawimbi ya kanuni ya mbingu kuu, ya nafsi kuu, ina maana tunakuwa na msaada mkubwa zaidi ambao ni mpanufu kwa ukubwa wake wa kimbingu kuu, kwa sababu sisi ni sehemu. Sasa tunapofika mahali tukawa zile frequency, kwa lugha nyingine frequency, yani mawimbi yale, tukawa tumetune vizuri panapotakiwa, na tukawa tumejiweka katika mazingira yale ya upendo wa kwamba na wa kujitambua kwamba sisi ni wamoja, na tukajaribu kuwaona wenzetu kama ni sisi. Wale wachache wale wanaweza kusaidia kufanya mabadiliko ambayo yanaweza yakakosa upinzani, kwa sababu ile nguvu ya uungu, hata ukikutana watu wawili tu, nafsi mbili tu, ziwe macho dunia mzima, ziwe mbili tu, hata zikiwa mbili tu, nakwambia mbili tu zinaweza zikasababisha mabadiliko ya hali ya juu kwa muda mfupi. Lakini kwa nini tunachagiza kwamba tuwe wengi? Kwa sababu tunataka kila mmoja arudi hapo kwenye hiyo raha ya pepo. Kila mmoja arudi hapo. Kwani nani sasa hivi atanambia kutoka rohoni mwake kabisa kwa uaminifu kwamba eti anafurahia maisha? Kwani hata wanaosema wana hela wanafurahia maisha? Wewe unalala unafikiria sijui basi langu linakwenda safari za kwenda mikoani, sijui litakuwa limefika salama au uko nje sijui namna gani zile mali zangu nilizoweka kwenye makontena kule sijui watu wanaiba. Amani hakuna. Sasa ndio maisha ya furaha hayo. Kwa hiyo maisha ya furaha kigezo chake sio kwa kuwa uwe na mamali mengi sana na mavitu ya hapa duniani na mapesa huko benki, na pesa mfukoni, au na mavyakula mengi sana huko ndani unakula. Matokeo yako unazidi kuharibika tu. Kwani wangapi tunakuta wana pesa lakini wanaharibu miili yao? Wanaharibu miili yao, kwani siri na yenyewe. Kwa hiyo ninachotaka kusema, hili zoezi la sisi sote kwa pamoja, na ndio maana hatutaki mtu aachwe nyuma, kwa sababu ushiriki ndio hiyo mshikamano wenyewe. Sababu bila ushiriki ina maana bado tumetengana. Wewe usitaka kushiriki ina maana unatengana. Kwa hiyo unatengeneza viruelue vile vya maradhi. Kwa hiyo ndio maana tunajaribu kuchagizana kwamba sisi wote twende kwa pamoja. Hii safari twende kwa pamoja, ingawa hata watu wawili, watatu, 10 wanaweza kusababisha haya mabadiliko. Na nyakati na zenyewe zinakwenda kwa hesabu yake. Kila kitu hapa nimehesabu. Haya yote mimi nayozungumza, watu yani wanasayansi washapigia mahesabu.
wakaona jinsi gani mbingu kuu inavyofanya kazi, na kwamba mbingu kuu huwezi kulinganisha na katika huu mwili tulionao sisi. Ndio maana mbingu kuu huwezi kuifananisha kwa kusema kwamba mbingu kuu inajuta, mbingu kuu imekasirika, mbingu kuu imechukia, mbingu kuu inataka kuhukumu, mbingu kuu hiyo kanuni haipo huko kwenye mbingu kuu. Hakuna kanuni ya namna hiyo. Ni wewe ndio unakuwa unaongea hivyo na huo mwili wako unakudanganya kutokana na makelele, na yenyewe haya makelele haya ambayo yamesababishwa na wachache ambao kampeni zao zimekuwa za muda mrefu sana za kuwafanya watu wakati wote wakae kwenye wasiwasi, hofu, uoga hivi, waendelee kukaa kwenye ujinga wa kutokujua wao ni nani, nguvu yao ni vipi ndani yao, na wasilitambue jambo la kwamba sisi wote ni wamoja, tunatakiwa tushirikiane, tunatakiwa tushikamane. Kwa hiyo leo wataleta kisa hiki, kesho wataleta kisa kile, kesho kutwa kile. Kama kisa kimoja hiki kinaitwa the three dark nights, sijui kwamba kutatokea, sijui ni mwaka huu, si mwaka kesho. Naona kwenye mitandao huko imechechamaa kweli kweli na yenyewe, na ilianza siku nyingi. Nafikiri mimi nianza kuipata hii 2011 huko 2010 hivi 11 ikaanza kuchechamaa. Wanasema jamani, kutakuwa na siku 3 za giza, jua litabakwa, kutakuwa hivi, vitu vingi havitafanya kazi hivi na hivi na hivi. Hapana, mimi nataka kuambia ni kwa nini ipo, itakuja, ndio sawa, itakuja, lakini sio hivyo inavyoelezwa. Hawa wanataka kusema kwamba wanajua zaidi, hawajui chochote, wanataka kutudanganya hawa. Ila sasa hili lizoezi tunaloendelea nalo, muda wake umefika kwamba dunia ya maluelue lazima iishie, kwa sababu vimoja katika vitu ambavyo vinawasababisha watu wacheleweshwe katika hii safari ni haya mateknolojia haya. Watu kila mahali unakuta yuko kwenye simu, hiyo inaitwa internet, dunia kwenye kiganja chako. Usishangae siku moja ikaja kakata. Sasa usiseme sijui ndio hiyo iliyozungumzwa na hao kwamba Mungu anataka kutuadhibu, sio anataka kututisha. Kila kilicho mwanzo kina mwisho wake, kasoro tu mbingu kuu ilianza na itaendelea kuwa milele. Lakini hivi vitu vingine ni vya muda. Ndio maana tumekuja kwenye mwili kwa muda, miaka yetu 70, 80, 90, 100, 120, 125, basi kwa muda. Mti unapanda hapa, kesho unakuwa na matunda, kesho unazeeka na wenyewe ule mti unakuwa uzai vizuri, unaliwaliwa na mtu hapa, unakauka na wenyewe unakufa. Mboga hizi unapanda hapo, na yenyewe lazima ifike mahali inaanza kidogo kidogo mpaka inapata maua hivi, basi likikomaa sana linakuwa halifai. Muhogo, wewe panda muhogo afu chelewe kuvuna uone. Nenda kaufukue pale, umeshachelewa kuvuna uone. Utakuta tayari ushaanza kwa kama jitijiti hivi ndani, kuna makamba hivi. Kwa sababu hakuna kitu kinachokaa pale kwa muda mrefu. Hivi ni vitu vya muda. Hii ndio uwanja wa vitu vya muda. Dunia ni uwanja, narudia tena. Dunia ni uwanja wa vitu vya muda. Sasa tusiendekeze nguvu zetu za uungu wetu katika uwanja huu wa muda. Tumekuja tu kupata mazoea, kupata uzoefu wa namna gani mbingu kuu inataka tuje hapa tukiwa na mwili ili tuweze kufanya vitu fulani katika utukufu wake kwa muda. Sasa ngoja niwaambie jambo moja. Ukiangalia huko unaona kuna nyota, kuna sayari, kuna hivi. Vyote tunavisoma mashuleni, tunavisoma huku, vingine vya uongo, vingine vinakuwa na ukweli wake. Hawezi kudanganya mambo yote, sababu na yeye kanuni iko makini, haiondoshi ukweli hata siku moja. Hata wajitahidi vipi, ukweli utaendelea kuweko hapo tu. Watapindisha, lakini uongo watu watagundua, mbona hapo pamepindishwa? Kwa sababu sisi wamoja bwana, sisi tuko ndani ya nani, ya mshikamano, si nafsi zetu bwana. Jambo lingine, watu wengi sana walikuwa wanaleta ubishi katika ufunuo wangu nikielezea vitu.
kwamba sisi tunatakiwa tusikilize nafsi iliyoko ndani yetu, kwa sababu ile nafsi ndiyo inayotupa maelekezo ya kuweza sisi tukachakata kutumia akili. Sasa tukishachakata katika akili, ndio tutoe maamuzi yanayotokana na yale maelekezo, ili tuweze kunena na kutenda kwa dhamira njema, kwa sababu kule ndani vinavyotoka ni dhamira njema tupu. Badala ya kusikiliza ya makelele na kugeza, mimi na tatizo afu nageza, hivi yule jirani yangu alitatuaje ile tatizo? Hiyo sio sawa. Hayo ni makelele. Sasa wewe jiulize hapo hapo uone jibu litapatikana. Si ujaribu hata sasa hivi unaposikiliza hivi, jaribu baadaye ujiulize, hata dakika 2 tu kaa pembeni hapo jiulize, utakuta kuna jibu linakuja. Huyu ni nani? Hata ukiuliza huyu jamaa anayeongea ni nani, utakuta kuna jibu limekuja hapo. Itakwambia, utasema ngoja niweke kwenye like na like. Utaweka like hapo. Utasubscribe vile vile. Kwa sababu kuna kitu kinakwambia, kinakusukuma. Umeuliza, kimekupa jibu na umeridhika, umeamua okay, I like na subscribe vile vile. Imekaa namna hiyo. Sasa basi, hilo jambo nataka kulieleza, ninaendelea nao. Nikawa nasemaje? Kuchakata. Inatoka maelekezo ndani, unachakata. Mwaka 1991, kwa sababu tunakwenda kwa hatua kwa hatua, mimi siwezi kueleza madini yote kwa wakati mmoja. Mwaka 1991, wanasayansi walifunuliwa kwamba huu moyo niliokuwa nazungumza juzi hapa, kwamba hawa madaktari wakiupasua wanauona ule moyo unaosukuma damu ule. Sasa basi, akili hauko kichwani. Maelekezo yote wanasayansi hao wanazungumza. Mimi nilizungumza katika namna ya kiroho zaidi, lakini wanasayansi hao wanakwambiaje? Huko ndani ya moyo ule kuna akili nyingine. Kuna kitu kinaitwa cells. Sijui cells kwa Kiswahili tuiteje. Cells inaweza kuwa ni vimelea labda. Vimelea vingi vinafika karibu 40,000 hivi. Ndio vinavyofanya kazi ya kutambua akili na kuielekeza nini la kufanya. Kwa hiyo ili akili iliyoko kwenye moyo, sasa ndio tunarudi kwenye point yenyewe. Ile akili inayotoka kwenye moyo, inayoelekeza kwenye akili huko, ndio ile nilikuwa nazungumza ni nafsi jamani. Kwani kwa lugha nyingine moyo si roho bwana? Si ndio moyo wenyewe? Jamani, mnaanza kuona vitu vinaungana. Mnaona jamani vitu vinaanza kuleta maana. Sijui mnaanza kunielewa sasa? Kwamba mimi sijitungii. Nimekueleza kwamba sayansi na yenyewe inatusaidia kuunga mkono hoja zetu. Sayansi zinaunga mkono huu ufunuo. Kwa sababu wale wenyewe wana sayansi na wenyewe wamefunuliwa. Ndio kazi yao, ndio wito wao, kufunua upande wa sayansi. Na sisi wengine tunafunuliwa katika namna ya tulizaliwa tumefunuliwa. Kwamba tunakuja kwa kazi maalum. Kazi imefika, tulikuwa nafanya kazi zingine ovyo ovyo huku na kule, wale wanaonifahamu. Lakini hii ndio kazi basi. Kama wewe ulikuwa unashangaa. Huyu Ngomele tulimwona amefanya machachari yake hapa miaka 80 ngapi, kuanzia 83 ngapi huko, hata ile ya nyuma nilifanya machachari na nini. Sitaki mimi kuelezea sana hizo historia, lakini tukija hata mpaka miaka 90 huko na nini, mimi nilikuwa nimefanya mambo mengi sana. Tunazungumza kwa Dar es Salaam, tunazungumza kwa nchi yetu ya Tanzania. Dar es Salaam. Katafute kama unataka kufanya utafiti na wenyewe wa historia ya Dar es Salaam, katafute uone huyu Ngomele alifanya nini hapa Dar es Salaam miaka 90 ngapi huko. Lakini ilikuwa sio kazi yangu. Kazi yangu ilikuwa hii hapa sasa. Kwa hiyo jambo hili nataka kusisitiza tena, kwamba moyo na wenyewe una akili. Wanasayansi tayari washafunuliwa mwaka 1991. Hilo ukitaka kalitafute. Kagugo huko, kalitafute kwenye mtandao utalipata. Kwa hiyo nilitaka mimi hii part 2 iingie katika style hiyo, ili mfahamu kabisa msisitizo nao usisitiza hapa, kwamba hili zoezi
Ni zoezi mwafaka ambalo sisi wote tunatakiwa tushiriki kwa pamoja. Asanteni sana kwa kunisikiliza.